Unaweza kuimarisha maisha yako ya rohoni kwa kufanya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha unamtumikia Mungu. Njia nzuri ya kumtumikia Mungu ni kugundua kusudi la kuumbwa kwako na kuliishi, na hiyo ndiyo njia rahisi na njia sahihi ya kumtumikia Mungu, kuligundua kusudi lako na kuamua kuliishi. Njia nyingine ya kuimarisha maisha ya rohoni ni kuwa mtu wa kufanya ibada. Na ukumbuke kuna ibada za aina mbili. Kuna ibada ya jumla ya watu wengi na kuna ibada binafsi ya wewe na Mungu. Ibada zote hizo mbili ni muhimu kwako. Na ukumbuke kwamba ibada inajumuisha mambo mengi. Inajumuisha kulisoma neno la Mungu, inajumuisha kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Hayo yote yanakuwa ndani ya ibada. Lakini pia kitu kingine cha tatu ni kuwa mtu ambaye ni mtoaji. Na hapa hautoi sadaka ili Mungu akubariki au Mungu ajibu mahitaji yako, isipokuwa unatoa sadaka kama ishara ya kuonyesha upendo kwa Mungu wako. Kwa hiyo unatoa sadaka kwa moyo wa kupenda, na sio sadaka kwa sababu ya kuhimizwa, kwa sababu ya kuhamasishwa na kwa sababu ya kulazimishwa. Unatoa ili kuonyesha moyo wa upendo. Kadiri unavyofanya hayo mambo matatu, kumtumikia Mungu kupitia kuliishi kusudi lako, kuwa mtu wa ibada na kutoa sadaka, utafanya maisha yako ya rohoni yawe imara zaidi kadiri utakavyokuwa ukiendelea kufanya hayo mambo matatu. Hayo ndiyo mambo ambayo mashetani hufanya kwa miungu yao, na hayo wameyakopi kutoka kwenye kanuni za kiroho za Mungu wetu. Mungu akubariki sana, na kama umejifunza chochote kwenye ujumbe huu, unaweza kumtumia yule rafiki yako ambaye unampenda sana, ili na yeye aweze kujifunza, na sote kwa pamoja tuweze kubarikiwa na kufanikiwa. Uwe na siku njema.